Wakati siku ya jana familia ya Ashley Jenny wakifanya mazishi ya binti yao na kumzuia kabisa aliyekuwa mchumba wake Joh Maken kuhudhuria mazishi ya binti yao, kupitia ukurasa wake wa X akazungumza kwa mara ya kwanza kuandika ujumbe mrefu sana akionyesha kuguswa na kifo cha mchumba wake Ashley Jenny, kwa sababu kwa toka kifo cha Ashley Jenny kitokee hakuwahi kuzungumza chochote, yamekuwa tu yakizungumzwa maneno mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii na familia ya Ashley mwenyewe, lakini kwa upande wa Joh Maken hatujawahi kumsikia akizungumza wala kuandika chochote. Sasa kwa siku ya jana kwa mara ya kwanza kupitia ukurasa wake wa X ameandika ujumbe mrefu akitoa sifa nyingi sana za mchumba wake ama marehemu Ashley Jenny, ambaye walikuja hapa nchini Tanzania Zanzibar kwa ajili ya vacation, lakini pia tukaona akampropose ama akamvalisha pete ya uchumba. Lakini siku kadhaa baada ya kufika Zanzibar, kwa sababu walitoka kule Kilimanjaro lakini wakaelekea pia Zanzibar kwa ajili ya kusherehekea birthday yake. Siku kadhaa baada ya kufika kule, wasaidizi wa hoteli wakasema kwamba wawili hao walikuwa na mgogoro, wakaamua kuwatenganisha. Lakini ilipofika Aprili 9, Joh Maken alimkuta mchumba wake Ashley Jenny akiwa na hali mbaya, akiwa amejinyonga chumbani kwake. Sasa baada ya tukio hilo kutokea, stories zilikuwa nyingi sana, zilizungumziwa, wengi wakiwa hawaamini kama Ashley Jenny amejiua yeye mwenyewe, wakiamini kwamba kwa upande wa Joh Maken huenda labda atakuwa alifanya kitendo kile. Sasa kupitia ukurasa wake wa X ameandika ujumbe mrefu sana akitoa sifa nyingi sana kwa Ashley Jenny, akisema kwamba alikuwa ni mtu wa karibu kwake na amesikitishwa na kifo chake, atamkumbuka kwa mengi, kwa sababu Ashley alikuwa ni mtu ambaye wanapendana lakini pia mwenye upendo. Yani watu wa karibu wa Ashley walikuwa wanapata wananufaika na ule upendo wa Ashley, kwa sababu ni mtu wa watu, alikuwa anapenda sana kufanya vitu vingi, akijiengage na watu mbalimbali. Sasa nitakusomea kwa hii hapa fupi tu alichokiandika Joh Maken. Aliandika kusema kwamba hakuna maneno ya kutosha kuelezea maumivu makubwa na mshtuko ninaohisi baada ya kumpoteza rafiki yangu wa karibu, mpenzi wangu, lakini pia na mchumba wangu Ashley Jenny Robinson. Kama mzazi mwenyewe pia ninaumia kwa ajili ya wazazi wa Ashley, Yolanda Andres ambaye ni mama wa Ashley, lakini pia baba wa Ashley anaitwa Harry Robinson. Kifo cha Ashley ni janga lisiloelezeka. Ashley, nitakupenda milele. Huu ni ujumbe wa kwake Joh Maken, mchumba wa marehemu Ashley. Alifariki, historia yake ambayo ilikuwa kubwa sana, lakini ukiangalia kwa upande wa Marekani watu wengi wameonyesha kama hawataki kuamini ujumbe wa Joh Maken. Wengi wanasema kwamba ujumbe kutoka ChatGPT, kwa sababu ukiusoma namna ambavyo ameuandika na mtiririko, wengi wanasema amekopi kutoka ChatGPT na kuandika tu ili kuonesha ameguswa ama ameumizwa na kifo cha mchumba wake. Lakini kwa upande wa familia ya kwake Ashley bado wanaendelea kudai haki, kwa sababu walikuwa wakilalamika kusema kwamba wanaitaka ile pete ya uchumba ambayo waliona Joh Maken amemvalisha binti yao, na baada ya mwili wake kufika